kubwa zaidi ambalo linaendelea hivi sasa ni sakata la Marekani kutaka kukikalia kisiwa cha Greenland ambacho kinapatikana katika bahari ya Arctic na ambacho ndicho kisiwa kikubwa duniani. Na ikumbuke kwamba kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa, kisiwa cha Greenland ni mali ya taifa la Denmark ambalo linapatikana katika bara la Ulaya. Sasa kwa siku za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikipambana kutaka kukikalia kwa nguvu kisiwa hicho cha Greenland. Na kwa siku chache zilizopita, ujumbe kutoka Denmark ulikutana na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwa ajili ya kuzungumza baada ya kauli ya Donald Trump, rais wa Marekani, kwamba endapo mbinu za kidiplomasia zinashindikana za kutaka kukichukua kisiwa cha Greenland, basi Marekani itatumia nguvu. Na kauli hiyo iliibua wasiwasi kwa serikali ya Denmark pamoja na umoja wa kujihami wa nchi za magharibi, yani NATO, katika mataifa ya Ulaya. Sasa ujumbe huo kutoka Denmark ambao ulifanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani kwa siku za hivi karibuni haukufikia makubaliano kabisa. Taarifa ambayo ilitoka kwa mamlaka na serikali ya Denmark ni kwamba walishindwa kukubaliana, walishindwa kuweka makubaliano ya msingi. Kwa hiyo Marekani anaendelea na msimamo wake ule ule wa kutaka kukichukua kisiwa cha Greenland, lakini Denmark wao wanasema hii ni kuingilia uhuru wa taifa jingine. Sasa basi, umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO ambazo zinatoka katika bara la Ulaya ukiongozwa na Ufaransa, Sweden, Norway pamoja na Uholanzi wamepeleka majeshi yake katika kisiwa cha Greenland kwa ajili ya kukabiliana na Marekani, kwa sababu wao, kwa mujibu wa kauli ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati akiwaaga wanajeshi kuelekea Greenland, alisema wanachokifanya Marekani ni uthibitisho wazi kwamba mfumo mpya ama aina mpya ya ukoloni ipo kazini. Kwa hiyo ndio maana wao wameamua kupeleka jeshi la pamoja katika kisiwa cha Greenland kwa ajili ya kukabiliana na tishio hilo ambalo linatoka Marekani, ambaye anataka kukichukua kisiwa hicho kwa nguvu. Sasa waziri mkuu wa Poland yeye ametoa kauli ambao kidogo imestua ulimwengu. Yeye amesema kitendo cha Marekani kutaka kutumia nguvu kukichukua kisiwa cha Greenland kinaashiria mwisho wa dunia. Na yeye amesema Poland haitajihusisha ama haitaungana na mataifa mengine ya NATO katika kufanya mazoezi ya pamoja huko Greenland, isipokuwa inalitazama kwa ukaribu tukio ama kitendo cha Marekani kutaka kukalia Greenland kwa nguvu kama ishara inayoonyesha ni mwisho wa dunia. Ikumbuke Marekani ni mwanachama wa NATO. Sasa wanachama wenzake wa NATO wapo katika uwanja wa vita kwa ajili ya kukabiliana na mwanachama ambaye ni kiongozi wa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO, ambaye ni Marekani. Kwa hiyo ni ndugu wawili sasa wanaenda kupigana katika uwanja wa vita, na hawa wamekuwa wakihakikishiana ulinzi na usalama katika mataifa yao. Ndio maana waziri mkuu wa Poland Donald Tusk yeye anaiona hiyo kama ishara ambayo inaashiria ni mwisho wa dunia. Sasa ukiunganisha kauli ya Emmanuel Macron ya kwamba Marekani anachokifanya ni mfumo mpya wa ukoloni, na waziri mkuu wa Poland anasema anachokifanya Marekani kinaashiria mwisho wa dunia, kwa sababu itazuka vurugu kubwa ambayo inaweza isizuilike. Lakini sasa hii imekuja kupigiliwa msumari na seneta wa Urusi, huyu anaitwa Dmitry Rogozin. Yeye huyu alikuwa ni mkuu wa idara ya vikosi vya anga vya Urusi. Yeye anasema endapo Marekani anakikalia kisiwa cha Greenland, maana yake atakifanya kuwa jukwaa la usambazaji wa silaha za nyuklia. Lakini pia anasema analenga kutengeneza mifumo ya makombora ya kuzuia silaha hatari za Urusi za ICBM. Na endapo Marekani atafikia hatua hiyo, maana yake anaweza kuwa amejiridhisha kwamba yeye ni bora katika uwanja wa vita kuliko Urusi. Sasa seneta huyo anasema hiyo inaweza kuwa ndio mwisho wa dunia, kwa sababu mtafaruku, mgogoro, vita itakayozuka hapo itakuwa ni vita ambayo siyo ya kawaida. Ikumbukwe tayari pacha wake na Marekani, yani wanachama wenzake wa NATO, wako kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kukabiliana naye. Sasa Urusi yeye anatazama kutokea pembeni kitu gani ambacho kitatokea endapo
Marekani atakikalia kisiwa cha Greenland kwa nguvu. Sasa ukiunganisha hizo dots, unaweza ukagundua ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea. Mataifa ya ulimwengu yanapaswa kutazama matukio haya kwa jicho la tofauti. Mimi ni Amos Mzee, endelea kufuatilia uchambuzi wa siasa za kimataifa kutokea hapa Stein TV.